wakafunga hata jioni kwa ajili ya Sauli. Bwana asifiwe sana. Huyu mtu kwa kweli alikuwa ameenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Hata Mungu akasema mimi nimemkataa. Lakini angalia vile watu walivyomuomboleza. Ni tofauti na binadamu kwa hivi leo. Tukasikia mtu ni mbaya, ukasikia ameenda kila mtu anarukaruka. Jamani tumepata afueni. Bwana asifiwe sana, si ni kweli? Lakini sasa hapa usikia vile Biblia inasema walimuomboleza wakilia, wakafunga hata jioni kwa ajili ya Sauli na kwa ajili ya Yonathani mwanawe na kwa ajili ya watu wa Bwana na kwa ajili ya nyumba ya Israeli, kwa sababu wameanguka kwa upanga. Naye Daudi akamwambia yule kijana, alimpa habari, watoka wapi wewe? Akajibu, mimi ni mwana wa mgeni Mwameleki. Daudi akamwambia, jinsi gani hukuogopa kunyosha mkono wako kumwangamiza Masihi wa Bwana? Bwana asifiwe sana. Anamwambia hukuogopa kumgusa mpako mafuta wa Mungu, kwa sababu tendo la kupakwa mafuta ni la Mungu, si la mwanadamu. Sasa Daudi hapa alikuwa anajua kabisa, ama alikuwa anaheshimu kabisa, kwa sababu bila anatambia Daudi mwenyewe alikuwa ni rafiki wa Mungu, alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli. Licha kuwa Daudi kuna mambo ambayo alikuwa anafanya kinyume cha mapenzi ya Mungu, lakini tunaangalia vile moyo wake ulikuwa unaanguka, vile alikuwa anatubu mbele za Bwana. Kule kurarua mavazi ilikuwa ni ishara ya kunyenyekea ama kuvunjika kabisa. Tunaambiwa hata alivyokuwa anatenda dhambi, alikuwa anaambia nchi nzima wakajipaka mafuta, wakararua, yaani wakatubu kabisa kwa sababu ya ile dhambi alikuwa anafanya. Sio kwa tunajifundisha kitu hapa kuwa tunaweza kutenda lolote kinyume na mapenzi ya Mungu. Alikuwa anafanya hivyo ndio, lakini moyo wake ni tofauti na moyo wangu, ni tofauti na moyo wa mwingine, kwa sababu yeye alikuwa ni mcha Mungu ndio, lakini vitendo alikuwa anafanya havitupatie green light ya kwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, kwa sababu Daudi alifanya hivi na mimi nitafanya hivi, najua nitatubu. Hapana. Ukweli ni kuwa tunajifunza hapa, kwa sababu tunajua jambo lolote ambalo tumeambiwa liko kinyume na mapenzi ya Mungu hatuwezi kulitenda kama wateule. Hatuwezi kufanya kama vile Torati ilifanya. Damu ya Yesu ilikuja kutia nguvu Torati, vile Biblia inatuambia. Kwa hivyo wewe moyo wako umetiwa nguvu kuwa hutatenda chochote kinyume cha mapenzi ya Mungu. Tunajifunza kuwa yaliyotendwa wakati wa Torati ilikuwa kinyume cha mapenzi, maana yake walikuwa na sheria. Lakini sasa Biblia inasema sheria iko katika mioyo yetu, sio katika vitabu. Maana yake hata wao wenyewe Torati iliwashinda, walitenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Lakini leo damu ya Yesu imekuja kuharibu kila kitu ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Mungu. Haijatufundisha tuendelee na matendo ya Torati, licha kuwa katika dini matendo ya Torati bado yanaendelea. Hata tukiangalia upande ule, kuna wenzetu bado wanatenda kitorati, zile chetezo za moshi na kufanya hivi. Leo mtu akija kutukuta hapa katika KG tunafanya hivyo, atashangaa labda wewe ni mkag, lakini sisi wenyewe hizo vitendo hatuna tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu damu ya Yesu imekamilisha kila tendo la Torati. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni Roho Mtakatifu atuwezeshe, vile vile alivyosema mimi naenda, lakini nitamletea msaidizi. Huyo msaidizi ataonyesha yote ambaye ni correct. Mkitenda mtakuwa mmetenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Lakini kwa sababu ya udini, watu wengine bado wako katika Torati. Hata wengine si ajabu wanachinja kisirisiri kondoo. Bwana asifiwe sana. Wameipatia nguvu kondoo. Unajua kondoo ilikuwa inafanya hivi. Zamani ilikuwa hata mtu akioa katika familia yao wanasema tuchinje kondoo, tuharibu hiyo nguvu ambaye ingekuja kinyume na maisha yetu sisi kama familia, ambapo haimpeleke mtu popote pale damu ya kondoo. Akasema mtachinja mpaka lini? Akamwaga damu salamani, iwe kuchinja kuwe mwisho. Lakini kwa sababu ya kisirisiri na watu wa udini wanachinja. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka kabisa katika maisha nilikulia hapa Kireti hapa, nilikuwa nikiona hizo vitu vikifanyika, lakini sikujua kama ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Niliona kabisa watu wako correct. Sasa yule mwenzangu kule alikuwa amekengeuka, ananiambia unajua bwana, hata zamani
Samani bwana, watu walikuwa wanategemea damu ya wanyama. Unaenda kuuliza imefanyika hivi kama sasa, kwa sababu amerudi kule, anasema hiyo ilikuwa right kabisa. Kwa sababu amesema sasa ndio amejua ukweli. Anaambia sawa kabisa. Ile watu walikuwa na mirigido ile. Lakini sasa watu warigidi, na unajua mvua ilikuwa inanyesha kile tu, wale wakina babu bwana, tungeachia hiyo mambo tuendelee nayo. Lakini nasema hapa kweli mtu amekengeuka, kwa sababu shetani amempofusha, amregesha Misri, kama vile wa Misri wanasema jameni, makaburi hapa. Kwa nini hata kule hakuna makaburi? Amekuwa Misri kabisa, amerudi Misri, na mtu alikuwa mteule. So kuna watu kisirisiri bado wanachinja kwa sababu wanaogopa kuonekana, lakini imani yao iko half. Tuko nao ama wako kanisani kwa dini, lakini kuchinja kwao ni sawa, kwenda kuulizia lakini jambo hili lilikuwaje. Nakumbuka vizuri sana mimi nikiwa na babu yangu aliitwa jina langu, alikuwa anazunguka mpaka Ndome wapi kutibu watoto. Sasa wao walikuwa naona ile njia moja nzuri sana, maana wanasema dawa za kutibu si dawa za kuroga, lakini hizi kitu kimoja sawa, haina tofauti, kwa sababu ni kama huyu ambaye anasema anatibu anajua dawa za kuharibu, anajua dawa za kutengeneza, kwa sababu ni ufalme wa shetani, haujatengana. Lakini watu wanasema unajua kuna mganga na mchawi. Mganga na mchawi hana tofauti, ule ni ufalme wa shetani. Lakini utakuta watu wamezipaka wakasema wajua hivi, wajua ukienda kwa mganga kwenda kufanywa makosa, kwenda kwa uchawi, lakini ni kupofushwa na shetani. Mambo huo ni ufalme mmoja. Ni kama wale wenzetu wanasema kuna majini wazuri na wajini wabaya, lakini jini ni jini, huwezi kumcontrol. Hamna jini mzuri na jini mbaya. Nashukuru sasa katika mtandao imeweka mambo wazi kabisa, yanazungumziwa waziwazi, kwa sababu watu wajue ukweli. Kuna watu ambao kwa pale ndani na hawajui ukweli, hawajui ukweli kabisa. Nashukuru kuna wengine wanatafuta ukweli, lakini kuna wale ambao wajua ukweli lakini wanauhepa. Wanaelezewa hakuna jini mbaya na jini mzuri, majini ni majini. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo inajulikana hivyo, hata wanajua. Ukisikia mtu anasema kuwa jini ni mzuri, kwa sababu anashughulika. Kuna wakati nilikuwa nimepangisha nyumba pale Kisauni, ni ushuhuda natoa. Sasa yule mama mwenye nyumba alikuwa na ile, mimi nilikuwa yani huyo landlord alikuwa na bibi yake. Sasa bibi yake alikuwa ni Mtanzania, na huyu jamaa ni Mdigo huko sehemu za Manpa inaitwa Mahaka huko Kalikoni kwenda huko. Lakini wako wapi? Wamejenga nyumba yao ya kupangisha, na mimi nilikuwa nimepangisha hapo. Sasa huyu mama alikuwa na majini. Mimi ngasikia na kinywa changu, sikuambiwa. Sasa sema huyu jirani yangu huyu anatumia watu wangu. Sasa kuna mama mwingine kinyanya kizee ati kinatumia majini wa huyu mama. Nasikia kabisa akisema huyu mama si mtu mzuri, anatumia watu wangu. Nasikia anatumia watu wangu, anaita watu wake au majini wazuri ambao anawatuma kwenda kufanya vitu vyake. Lakini kwa sababu ni vitu vibaya, ndio ujue nasema ni vitu vibaya, kwa sababu kuna wakati alikuwa anashikwa huyu mama. Alikuwa mama mzito kabisa, anashikwa, analala chini, hawezi kugeuka hivi. Sasa bwana yake anajua. Kile alikuwa anafanya, inafika jioni moja wanachoma zile ubani zao, alafu mzee anawaita wa majini. Anafanya ile chanting. Ule mama mahali amekaa hivyo, amelazwa hivi, ule mzee anakuja hapo anawasha zile ubani zao. Amwambia sasa tuambieni mnataka nini? Anaongea na huyu bibi yake. Sasa huyu bibi yake ndiye anazungumza lugha ya majini. Huyu bibi yake. Hasa yule bibi yake akifanya hivi, akifungulia hivi, kuja njoni polepole. Njoni polepole. Anaongea nao. Naangalia, njoni polepole. Njoni polepole, njoni polepole. Sasa alafu ile mama anafungua macho. Kuna nini? Ale mama sasa anaanza kuongea lugha nini? Ya majini. Hamkunifanyia kitu fulani. Mimi nimemshika kwa sababu hamjanifanyia hivi na hivi na hivi. Hamjanipatia kitu changu, nilikuwa ni kile ambacho niliwaambia mnipatie, hamjanipatia. Kwa hivyo nimemshika. Basi tutakufanyia. Sasa huyu mzee anaongea na bibi yake. Bibi yake naye anaongea lugha ya majini, si anatumiwa. So ameshikwa. Saa nyingine anaanza kushika mtoto wake. Akimshika wanaanza kuongea, alafu
wanapoesha, wanajua vile wanapoesha, lakini sasa mimi naangalia vile wanafanya. Basi tutafanya hivi, tutafanya hivi. Siku moja wakanunua mizigo mingi kabisa, walikuwa na duka huko sehemu za Muhaka huko ambao kwa bwana yake. Ikapandishwa juu ya gari, sasa si wanaenda. Walipofika kule hakuna mzigo hata mmoja huko juu kwenye gari, kwenye carrier, wakati zile kama hii basi za Ikonge juu kuna carrier kubwa. Wamepaki vitu vyao hapa, sasa wanapeleka za dukani. Walipofika pale, na huu ushuhuda wananipatia wenyewe, amepaki vitu vyake. Walipofika Muhaka, sasa unataka kuteremshwa mzigo, hakuna mzigo wake hata mmoja uonekane. Kwa hivyo ni shuhuda ambazo tunajua ulimwengu wa giza unafanya kazi na huko, lakini kwa sababu tuko na nguvu za Mungu hatuko tena huko. Bwana asifiwe sana. Nani alijua nitakuja kusimama kuonena neno kama hili wakati nilikuwa nasaidiana na babu yangu kutibu watoto? Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tunajua hiyo ndio njia tu, tunatibu watoto, sisi tunatibu. Lakini ufalme wa shetani manake mwisho wake si mzuri. Hakuna ufalme wa mbinguni huko. Lakini kwa sababu ni kidunia, basi kinafanya kazi kwa wale ambao ni wa dunia. Lakini kwetu sisi ni nguvu za giza, kwa sababu mwisho wake ni mbaya. Hata katika maandiko kuna mahali Daudi alifurahia, akaona vitu vya dunia, akaona, akasema, akafurahia, lakini Mungu akamwonyesha mwisho wake, ndio akafanya hapana, kama mwisho wake ni hapana, wacha ikae, wacha nikae hapa. Kwa hivyo ashukuriwe Mungu kwa sababu tuko katika njia safi, kwa sababu ya kupokea hii imani ambaye inatupeleka mbinguni. Na mbinguni, wapendwa, ni lazima. Ndiposa unakuta ukiwa na hizi nguvu wanasema hapana, huyu mtu aondoke hapa, unaharibu vitu vyetu, unaharibu vitu vyetu hapa hatuwezi kukaa vizuri, unaharibu vitu vyetu. Unakataliwa na nani? Unakataliwa na ulimwengu, maana wewe sio ulimwengu. So ukiona unaingiliana na mambo ya ulimwengu, ujue kabisa uko katika wrong side. Ulimwengu umetukataa. Hata mwenyewe Yesu alisema, kama mimi nilikataliwa, kama nyinyi ni miti mkavu, mimi nilikuwa mti mbichi, mtaweza wapi? Ulimwengu hatuwezi jameni. Bwana asifiwe sana. Wacheni ili neno tulipande kwa wingi ndani yetu ili tupate ushindi, manake ni utakatifu wenyewe pekee yake wapendwa ambao utatufanya tuingie mbinguni. Ni utakatifu wenyewe unatufanya tutembee na Mungu. Musa alitembea na Mungu, na Musa alikuwa na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua hata dadake alipomkejeli alipigwa na Mungu. Kwa hivyo ukiwa na Mungu hakuna yeyote atakayesimama mbele zako. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ni nguvu yake. Nguvu za Mungu zitakuwa na wewe. Maandiko natuambia kila mmoja ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na ukiliharibu ile hekalu utaharibiwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nimefika 14. Daudi akamwambia, jinsi gani hukuogopa kunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana? 15. Ndipo Daudi akamwita mmoja wa vijana akamwambia, mwende ukamwangukie. Basi akampiga hata akafa. Daudi akamwambia, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua masihi wa Bwana. 17. Basi Daudi akamwomboleza Sauli na Yonathani mwanawe maombolezo hayo. Kibinadamu tungesema angekuwa amemwomboleza Yonathani pekee yake, maana alikuwa rafiki yake, kipenzi chake, alimsaidia sana wakati babake anamuinga, lakini akaomboleza wote wawili. 18. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yashari akisema, wana wa Yuda na wafundishwe haya, walio fahari yake, Israeli, juu ya mlima, juu ya mahali pako palipoinuka, wameuawa jeshi, jinsi mashujaa walivyoanguka. Msiyahubiri mambo haya katika Gathi, msiyatangaze katika njia za Ashkeloni, wasije wakashangilia binti za Wafilisti, binti za wasiotairiwa wakasimanga. Enyi milima ya Gilboa, msiwepo juu yenu umande wala mvua,
wala mashamba ya matoleo, maana ndipo alipotupwa kwa aibu ngao ya shujaa, ngao yake Sauli, pasipo kutiwa mafuta. Kutoka kwa damu yao waliuawa, kutoka kwa shamu yao mashujaa. Upinde wa Yonathani haukurudi nyuma, wala upanga wa Sauli haukurudi bure. Sauli na Yonathani walipendwa na kupendeza maishani, wala Sauli na Yonathani walipendwa na kupendezwa maishani, wala mautini hawakutengwa. Walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Enyi binti za Israeli, mulilieni huyo Sauli ambaye aliwavika mavazi mekundu kwa anasa, akazipamba nguo zenu dhahabu. Jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita! Yonathani, wewe umeua juu ya mahali pako palipoinuka. 26 nimemsikitikia kwa ajili yako Yonathani, ndugu yangu, ulikuwa ukinipendeza sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa mwanamke. Bwana asifiwe sana. Anamsifia Yonathani vile alikuwa amemsaidia mambo mengi sana, alimwepusha na vita vya babake. Jinsi mashujaa walivyoanguka na silaha za vita zilivyoangamia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona ule ukuu ama vile Mungu angependa tukae, tusi watu wa kulipiza kisasi. Mfano mzuri wa huyu ndugu, hakutaka kulipiza kisasi kwa sababu alikuwa ni mtu mcha Mungu, ni mtu ambaye alikuwa naona mbali, alikuwa naona maisha ya baadaye. Kama vile saa hii inatufundisha kuwa tusilipize kisasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka umilele, yaani tunaona mbali, hatuoni hapa, tunaona mbali. Kwa hivyo usimguse mpako mafuta wa Mungu. Lakini kama hapa vile tulivyo sasa, tunasema tusizungumziane vibaya, sote tumekuwa ni wapako mafuta. Bwana asifiwe sana. Tuwe kama wapako mafuta, tujivae sasa sisi ni wapako mafuta, na usiongee kinyume cha mteule mwenzako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hata Biblia kuna mahali ilikuwa imeandikwa, chungeni msije mkalana mkamalizana. Msije mkalana mkamalizana. Sasa tunapokaa katika mafundisho haya, Mungu anatuwezesha kusimama, na Roho Mtakatifu anatufundisha tukae sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu mapenzi ya Mungu anatuwazia mazuri ili tukaone hiyo siku ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Ningependa tusome Yakobo Yakobo 1. Yakobo 1, nitaanza 2. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa
ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atawapa. Ila na aombe kwa imani, kama vile shuhuda zilivyotushuhudia hapo. Aombe kwa imani. Unazidi kuamini, amini tu na utapokea. Utapokea tu kwa imani. Maanake Biblia pia imetufundisha, hata tukirudi katika maandiko tunaona wale watu ambao walikuwa na imani wakaleta, wakati Yesu alikuwa ndani ya nyumba, kwa imani walikuwa jua akimfikia Yesu huyu Bwana atapokea uponyaji. Wakaribu paa, wakamuingizia kule na wakamteremsha. Kwa ile imani walikuwa nayo, unajua akimgusa tu Yesu, akimgusa Yesu, akifika mbele za Yesu atapokea uponyaji. Sasa tunaambiwa hapa, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Sasa tusio watu wa kupeperushwa huku na huku, kwa sababu ili imani moja, tukiamini tutapokea. 7, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Lakini ndugu asiye na cheo na afurahi kwa kuwa ametukuzwa, bali tajiri kwa kuwa ameshushwa, kwa maana kama ua la majani atatoweka. Nani huyo tajiri? Amen. Nafikiri kuna wakati nilisoma hapa, ni hiyo Yakobo 5. Wakiambiwa lieni, matajiri wanaambiwa li, kwa sababu ya ile dhiki yao ambayo inawajia. Sasa hapa tena andiko linasimama na andiko lingine. Tunaambiwa bali tajiri kwa kuwa ameshushwa, kwa maana kama ua la majani atatoweka. Hili neno la Bwana kuhusu tajiri. Maana jua huchomoza kwa hari, huyakausha majani, ua lake huanguka, uzuri wa umbo lake hupotea. Vivyo hivyo naye tajiri atanyauka katika njia zake. Heri mtu astamilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana alivyoahidia wampendao. Kuna taji ya uzima kwa wale wampendao. Sasa tunaposoma maandiko haya, haikuandikiwa watu wengine wapendwa, ni sisi ambao tumeambiwa tudumu ndani ya Bwana. Asema ukikaa ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yako, ili andiko litimie. Heri mtu astamilie majaribu. Anasema majaribu kwa sababu majaribu, watu wengi wanakutana na majaribu unakuta yanamshinda. Lakini tukiwa ndani ya Kristo Yesu na Roho Mtakatifu aje, ambaye yuko ndani yetu, haya majaribu na yaje tu, lakini kushinda ni lazima, kwa sababu majaribu yanakuja kulitukuza jina la Bwana. Wakati dada amejaribiwa ng'ombe wake, hayo majaribu hayakubaki hapo, ilibidi kupatikane njia ili amtukuze Bwana. Kwa hivyo majaribu kabisa yanakuja kutukuza jina la Bwana. Ndiposa katika mwili wa Kristo tunaposhuhudiana ule ukuu wa Bwana, basi tunapata nguvu, tunatiana nguvu, kama vile tumefundishwa na ndugu hapa. Mwili wa Kristo ni mmoja wenye viungo vingi. Katika hivyo viungo vingi vimeunganishwa pamoja, ndio ukafanyika mwili wa Kristo. Ndio sisi hapa.
wewe na wewe na wewe na yule na yule na yule na yule, sisi ni mwili wa Kristo. Tunatiana nguvu katika shuhuda hizi, tunamtukuza Bwana katika makuu yake ambayo tunamzungumzia, yale ambayo amefanya. Kila mmoja ana shuhuda tofauti tofauti. Ukisikia za mwingine unasema hai, na huyo aliweza vipi jamani? Jamani. Lakini si yeye, ni Roho Mtakatifu na anatuwezesha wapendwa. Si mtu yote, maana hata Biblia inasema kuwa haliji jaribu la kukuangusha, haliji jaribu kukushinda nguvu, linakuja likapimwa. Jaribu linakuja la kufika hapa hivi. Ni kama mwingie baharini, maji yamefika hivi na umekanyaga chini. Ukifanya hivi unakunywa. So unakuta mahali ulipo unaweza kuita msaada. Kwa hivyo Mungu anatuwezesha na Roho Mtakatifu anatuwezesha. Mungu anatuwezesha kupitia Roho yake Mtakatifu kuyashinda hayo majaribu. Lakini unapojaribiwa unamkimbilia Mungu. Ukimbii nje. Wewe natoa mfano mmoja. Tuko pale nje ama mmekutwa hapo kwako nje. Alafu matokea simba kama tumesikia amekuja hapa juu. Je, utakimbia msituni ama unajibia uingie ndani ya nyumba? Unakimbia. Hata unataka ufungue mlango mara mbili unapiga teke muingie ndani. Sasa ajabu kwa watu ambao wasiojua ukweli, akikutana na yale majaribu amechanganyikiwa, anasema hii kweli Mungu ataweza? Hapa. Unatafuta njia zingine sasa za waganga. Ndio umepotea kabisa. Mungu wetu anaweza wapendwa. Anaweza. Shetani asikudanganya kama vile alivyomdanganya yule bwana. Yaani anampia vitu vya nikamwambia wajua bwana mwamba ngozi uvuta upande wake bwana. Sasa wewe naona unajifariji kwa hilo. Sikumficha. Sana yake anajua, si kweli anaujua na ameukataa. Kwa hivyo ukikutwa pale nje unakimbilia ndani ya nyumba. Ukimbii msituni, ukikimbia msituni ndio unanarulio. Kwa hivyo unapomkimbilia mtu wa ulimwenguni, basi ujue ulimwengu umekushika, umekunasa. Lakini ukamkimbilia Bwana kupitia maombi, ni Mungu akufungue macho uone yale majaribu, si shetani ndo anakuwezesha, Mungu ndo anakuwezesha. Kwa sababu kwa kweli tukiangalia vile Ayubu alijaribiwa, Biblia nasema tuseme Mungu ametujaribu. Shetani ndo anatujaribu, lakini hawezi kuruhusu haya majaribu yashinde nguvu za ambazo za Mungu ambazo ziko ndani yako. Kwa sababu anasema aliyoko ndani yetu ni mkuu. Sasa kama aliyoko ndani yetu ni mkuu, huyu uko nje ana uwezo gani? Hana uwezo, ndio unapatia tu. Kwa hivyo muumwaze Mungu kila wakati unapoona. Ndipo Biblia inatuambia kuwa kila roho inapokujia ama unapoona jambo lolote, unauliza roho wa Mungu, hii ni roho gani? Unaipima na nini? Na roho wa Mungu. Roho aliyoko ndani yako atakuonyesha kabisa hii roho hii ni ya hivi na hivi. Yaani unajulisha ukweli wote. Manake Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Na hawezi kuruhusu uende kinyume cha mapenzi ya Mungu. Manake roho wa Mungu na roho wa Mungu wako ndani yako, wanatrack each other na wanakuonyesha which way to follow. Bwana sasa. Kwa hivyo inafurahisha unapokaa ndani ya neno la Mungu, ushindi ni lazima. Ushindi ni lazima. Huwezi kukosa kwa sababu maandiko yatimie kuwa kila jaribu Mungu weka mlango wa kutokea. Ilikuwa imefika 12, heri mtu astamilie majaribu, kwa sababu akisha kujaribiwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyoandalia wampendao. 13, mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Tunajua maovu ni ya shetani. Kwa hivyo hapa anasema Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja ajaribiwapo na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Nasikia, lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa, huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Ni hatari mpendwa. Hii ni hali ya tahadhari. Yaani ni wazi kabisa. Sasa
Sijui kama mteule unapohalifu hili neno ambalo tumesoma hapa, tarajio lako unatarajia nini katika maisha yako? Kama tumewekwa katika hali ya tahadhari hivi, je, hiyo dhambi ambayo unaifuatilia ama umeona ni nzuri itakupeleka wapi? Manake hakuna siri hapa, tumeambiwa waziwazi. Ndiposa tuko kwenye mafundisho kama vile tunafundishwa asubuhi hapa. Tunafundishwa ili tujue jinsi ya kufollow ama jinsi ya kukaa. Sawa sana vile wana wa Israeli walikuwa wanaambia, mnatoka hapa mnaenda hivi lakini msiende kulia, kushoto ama kulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mahali walikuwa wanaelekea. Nasi kama wateule, mahali tunaelekea ni mbinguni, na mbinguni mnasema hakuna kichafu kitakachoingia. Hakuna kabisa. Kwa hivyo swali jiulize, ni kitu gani kinakutoa katika upendo wa Kristo ambao huo ndio unafanya tumuone Mungu? Ni kitu gani? Hakuna sababu yote. Nasema hakuna kwa sababu hata bila tuambie hakuna sababu yote ya kutoa nini? Roho ya mtu. Ukasema huyu amenikosea hivi, anafaa kuuawa. Hapana, katika Kristo hakuna hiyo. Lakini katika ulimwengu unaambiwa huyu anafaa kunyongwa, huyu anafaa kufanywa hivi kwa sababu amehalifu sheria. Hatuko tena chini ya sheria wapendwa. Sheria ni wenye kuivunja. Ukweli ni kuwa tunakubali neno la Mungu vile lilivyo kwa sababu ya utakatifu. Na utakatifu huo pekee yake ndio unatupeleka mbinguni. So hapa ndio tumewekwa katika hali ya tahadhari. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Tuko katika ulimwengu wa kudanganywa. Leo ukimwambia mtu ukweli mnapati, lakini ukimdanganya mnaungana. Ili neno hapa katika maandiko, sikumbuka hapa imeandikwa, inasema Mungu mwenyewe anasema, kwa sababu mmeukataa ukweli, nitafanya huo uongo uwe ndio ukweli kwenu. Na ndio tulipo sasa hivi. Leo ukimdanganya mtu haizi jua umemdanganya, wewe umemwambia ukweli, lakini moyoni mwako unajua umemdanganya. Lakini ukimwambia ukweli, basi unakuwa maadui. Hilo neno ile andiko latimia nyakati hizi ambazo ziko. Kumbuka ilikuwa hapa, lakini imeandikwa hivyo ninavyotafsiri. Kwa sababu Mungu anasema, kwa sababu mmekataa ukweli, nitaufanya huo uongo uwe ndio ukweli kwenu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kukataa ukweli. Lakini nikiangalia haya maisha tunaishi sasa, hakuna siku tunaingojea Mungu atageuza uongo uwe ndio ukweli kwa wateule. Hamna. Anafanya hivyo kwa wale ambao wanataka kuhubiriwa vile wanavyotaka. Manake sasa hivi tunaambiwa kuna watu ambao wanataka wahubiriwe vile wanavyotaka. Haikuanza leo, ilianza tu nyakati zile. Wale watu walikuwa na yule bwana alikuwa anaita wale wachau wake ama wale wanabii wake waotoe unabii vile anavyotaka yeye. Lakini unabii unapotolewa, Mungu akiongea, haongee vile unavyotaka, anaongea kama Mungu. Bwana sasa. Kwa hivyo unapotaka uambiwe vile unavyotaka utaambiwa. Na kumbuka hata yule mtumishi wangu alimwambia, basi kwa sababu mmetaka hivi, wewe nenda fuata vile roho yako inataka. Na kaenda kaangamizwa. Kwa hivyo unabii hauji vile unavyotaka wewe. Neno la Mungu tunalifuata vile vile linavyosema, sio vile tunataka sisi. Kwa hivyo tamaa za mtu zinavyomvuta ni kama anataka kugeuza neno la Mungu vile linavyosema. Limesema unavutwa na tamaa zako mwenyewe na zitakuangamiza. 15, halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Sasa ukipokea mauti, wewe si wa mbinguni tena. Nikiangalia yule ndugu, yale majeruhi ambayo amepata ni majeruhi ambaye hawezi kupona duniani, yanaponywa na neno tu la Mungu. Aache kujipiga kifua, aache kujifariji, arudi katika njia. Maana yake hawezi kuniambia ati mimi sasa ndio nimejua ukweli wakati nilikuwa sijua ukweli. Nikamwambia sasa, wakati ulikuwa unahubiri injili mpaka unaita ile outer call, ulikuwa unaambia nini watu? Sasa unaniambia kuwa sasa ndio umejua ukweli. Nikaona vile shetani amempofisha kabisa. Yaani asijijue kuwa yeye alikuwa ni mtu aina gani. Kwa hivyo wapendwa, wacheni Mungu aitwe Mungu kwa sababu ya hapa tulipo sasa hivi.
kwa sababu watu wanapata shida kule nje, watu wamepata mateso kule nje. Nilifikia mahali kumwambia Bwana, wewe unasema hivyo, hakuna mtu mtakatifu, Mungu ndo anatufanya, anatutakasa. Sasa wewe kama imefikia mahali unasema wewe ni mtakatifu wa vile ulivyo, maandiko unatimiza. Na Biblia inasema usio na hekima machoni mwako mwenyewe. Yaani tayari yeye anatimiza maandiko in a negative way. Akasema yuko katika right side. Sasa sishangai, manake mstari yake iko katika Biblia. Watu wanadhiaki neno la Mungu sana. Sasa pale unajua panapokuwa na watu wengi, kila mmoja anataka kutumiwa na shetani. Kila mmoja anatoa yake vile anavyotaka. Sasa inakuwa kama chorus. Naambia sikizeni, haya yote mnafanya, hamkuanza nyinyi bwana. Hamkuanza nyinyi. Ilikuwa kutoka zamani. Kuna watu walipinga Injili. Haikuanza nyinyi. Kwani Biblia siletwa na wazungu tu?